Muungano wa madaktari nchini KMPDU pamoja na muungano wa wafanyikazi wa serikali wanataka mabadiliko ya dharura katika mamlaka ya afya ya jamii SHA, wakisema kuwa kutokuwa na uwezo na usimamizi mbaya kunawaweka Wakenya milioni kadhaa katika hatari. Wafanyikazi wa sekta ya afya na wafanyikazi wa umma wamejitokeza barabarani kupinga hali hiyo. Tazama. Nje ya majengo ya Afya House, hali ya taharuki imezidi kupanda kadri wahudumu wa afya na wafanyakazi wa serikali wanavyoandamana kupinga huduma mpya ufadhili wa afya SHA. Wakiongozwa na katibu mkuu wa KMPDU Daktari Davji Atela na katibu mkuu wa UKCS Tom Odege, waandamanaji wanataka mabadiliko makubwa katika mamlaka ya afya ya jamii SHA, wakituhumu kwa kushindwa kutoa huduma muhimu za afya kwa Wakenya wanaohitaji kwa dharura. Kulingana na viongozi wa vyama hivyo, zaidi ya Wakenya milioni 5 wapo hatarini kukosa huduma muhimu za matibabu kwa sababu ya uongozi dhaifu ndani ya SHA. Pia wamesema kuwa watumishi wa umma wanakatwa mara 2 katika mfumo wa bima ya afya, lakini hawapati huduma wanazostahili. Vyama hivyo vimetoa masharti ya wiki 2 kwa serikali, vikitishia kuzindua maandamano ya kitaifa iwapo matatizo yao hayatashughulikiwa. Seneta wa Nyandarua John Methu ameungana na waandamanaji na kuilaumu serikali kwa kutoa kipaumbele kwa mambo yasiyohusiana na huduma za msingi, akitajia mchango wa shilingi milioni 20 kwa kanisa ni kinaya, kwani sekta ya afya imedorora. Kwa kuzidi kushinikizwa na vyama hivyo pamoja na muda wa pendekezo karibia, swali kubwa linabaki: je, serikali itachukua hatua kabla ya mgomo wa kitaifa wa watumishi wa umma? Brenda Nyongesa, Runinga KU.